Gũkũ nĩ mwena wa Gĩkomba mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa ahũri biacara matiganĩte mamomorerwo ibanda cia ũtukũ wa ũmũthĩ nĩguo mehere hakuhĩ na rũĩ. Akauga andũ marĩ kahora nĩ marathuria mũno, ithuĩ nĩ atũninĩra kũrĩa tũthuragia, tũrĩthuragia kĩ? Arenda tũthiĩ kũ? Kwa nini wanatufanyia hivi? Hiyo ni mbaya, hiyo hajafanya poa. Hiyo si fair. Angepiga mita 20 ingekuwa sawa, tungesongeana. Kama ni lazima ama soko kama imeuzwa tuambie tugawane hii Kenya, mtu aweke pesa kwa mfuko. Hivyo tu. Yes, karibu sana murori wa Parkson TV. Karibuni sana arĩa makĩrora kuthini wa Facebook na arĩa makĩrora kuthini wa TikTok. Karibu ni sana. Nĩmwe kwa kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi na haha tũkĩrĩ gũkũ nĩ Gĩkomba kũrĩa ahũri biacara arĩa mendagĩria gũkũ Gĩkomba mwena ũyũ wa iratũ makorirwo makĩmomorerwo ũtukũ wa ũmũthĩ na o ta ũrĩa ũkĩũĩ nĩ atĩ nĩ marakoretwo makĩhetwo notice ya gũkorwo magĩthama gũkũ ũguo kana makĩehera hakuhĩ na rũĩ, na nĩ thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura na ĩgakua andũ, na rĩu andũ marakĩrwo no nginya makorwo makĩehera rũĩ-inĩ na mambĩte kwĩrwo mekwehera mita 30 ningĩ cirongerwo ciratuĩka 50. Rĩu mũhũri wakwa wa mbica angĩgũthiũrũrũkĩrio ũguo nĩ ũkuona gũkũ guothe nĩ marĩkĩtie kũmomorerwo mwena ũyũ wothe wa iratũ, na ndaigua atĩ maratwarwo marerwo marũgĩre mwena ũrĩa ũngĩ menderie kuo, na koguo ũguo nĩguo maũndũ makĩhana. Jambo Kenya. Yes, niko salama kabisa. Yeni. Ni la mondo ndio kĩhao tũgeithie. Ni mwega biũ. Mwega biũ. Tũgeithie harĩa ũtũire wĩtagwo atĩ na twĩra kana mũhũri biacara gũkũ kũnyitĩra gaka nĩguo korwo free kwaria. Eni. No jarie. No arie nginya twĩ live. Hamarĩtwo njĩtagwo Mwaũra, mwendia wa iratũ gũkũ. Na maũndũ maya matũkora nĩ matũmakia mũno. Nĩguo. Tondũ tũrerĩtwo nĩ mita 30 kuma rũĩ-inĩ. No ũngĩrora rĩ mwena ũrĩa marauga matware andũ rĩ nĩ hakuhĩ gũkĩra mwena ũrĩa tũrarĩ, nona na nĩ ruo tondũ kwĩna andũ mate indo ciao cia mbeca nyingĩ mũno. No niĩ ingĩenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ, ona Ũganda kwarĩ na mũthamaki warĩaga nginya andũ ndatũire, nĩguo maũndũ maya mothe rĩ no marĩkinya mũico. Wewe wendagia kĩ? Iratũ. Wendagia iratũ, na rĩu ũgũthiĩ kũ na ũrĩendagĩria kũ? Rĩu hau nĩho tũtarĩ tũramenya, tuokĩra twakorwo tũrĩ andũ stranded mũno. No in between mũbango ũrĩa thirikari ĩnaguo rĩ, tondũ thoko ĩno ĩrakuĩte andũ aingĩ mũno. In fact ona ũngĩrora ibanda iria ciakĩtwo harĩa rĩ ndũngĩ compare na iria irarĩ mwena ũyũ. Mwena ũyũ ũrarĩ nginya na ngoroba, mwena ũrĩa ndona nginya hatirĩ nginya mabati. So tũkuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũtarĩ na kĩndũ gĩake ndakoragwo na hinya, no Ngai witũ rĩ no arĩũka. Nĩguo mwena ndaigua atĩ mũrero mũthi mwena ũrĩa tũrero tũthi mwena ũrĩa, na nĩ mũkũiganĩra mũrĩothe kana Parkson onayo ũngĩrora rĩ ũngĩrona population ĩrĩa ĩ mwena ũyũ rĩ ya andũ arĩa mararora harĩa marakoragwo rĩ na ĩrĩa ĩ mwena ũyũ nĩ ũranĩtwo mũno. In fact ona ũngĩtua kũrora size ya mwena ũrĩa nĩ nini, ya mwena ũyũ nĩ nene, na korwo nĩ ũrokĩte thoko ĩno nĩ ũramenyaga mwena ũyũ wothe ũrarĩ na ngoroba, kwĩ arĩa marendagĩria igũrũ na arĩa marendagĩria thĩ. Rĩu mwakehetwo notithi no mũtiarĩtwo rĩu kũrĩa mũgũgĩthiĩ na mwaheo notithi ndĩaheanĩtwo ya kũmomorwo, notithi yaheanĩtwo andũ maume mita 30 kuma rũĩ-inĩ. Ndĩaheanĩtwo atĩ thoko nĩ iroka kũmo, tondũ ona haha tũngĩkĩrũgama tũtue rũĩ rũrĩ o kũrĩa tũtare mita 30 ta rĩngĩ gũkinya haha turu ĩno ĩrĩ aya megũkomorio kĩ, ona maũndũ ta mau. Na no kwani nangĩ bado manjĩra ona nĩ mũrambĩtie atĩ kweherera ona mwena ũrĩa nĩ wamomoretwo, andũ nĩ mamomoretwo. No rĩu rĩrĩa woera mũndũ mũngĩgĩa na kĩrĩko na mũndũ mwĩrane nĩ mita 30 rĩ ya thata wanu wa mĩũria ake. So tũraigua tũrĩ ahinyĩrĩrĩku mũno ngoro-inĩ, kĩmũhuko na nginya meciria. Na rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ, ndaigua mũkĩrwo nĩ rũĩ-inĩ mwehera, no ndarora bado harĩa bado ithe to rũĩ-inĩ kana harĩa mwĩroreri ũngĩrora tamoni harĩa ũguo bado ona harĩa ithe to rũĩ-inĩ kana gũgathiĩ atĩa. Ũngĩrora mwena ũrĩa Parkson rĩ ibanda kĩrĩa gĩakwo harĩa rũĩ-inĩ rĩ kuma hau gĩakĩtwo na rũĩ-inĩ ona mita 5 nĩ nini. So nĩ kũmaanisha Uganda tũtira nginya tũraremwo nginya nĩ kũmaerea. Poleni. Rĩu rĩtana yaku na ndũmĩrĩri yaku nĩ ĩrĩkũ? Nguga atĩrĩrĩ, thutha wa nduma yothe rĩ ũtheri no ũrĩoneka. Ũguo nĩguo niĩ ingiuga. Ta rĩu we wikarĩte haha mĩaka ta rĩu niĩ nginya ngĩciarwo nĩ ndaiguaga Gĩkomba, we wikarĩte haha kuma rĩ? Niĩ ndonirio gũkũ nĩ mũrata wakwa 2019, rĩu kuma 2019 ngoretwo gũkũ. Gũkũ nĩkuo wethagĩra ũboco kuma 2019. Nĩguo ndĩrathomithĩria mwana maũndũ ta mau. Pole sana. Nĩ ũgũtũgeithia? Haya.
Unaweza ongea Kiswahili, Kizungu, sio lazima uongee Kikuyu. Kuja utusalimie tu, tuambie unaitwa nani? Tuambie kama umebomolewa. Kama umebomolewa. Okay. Tuambie pale. Tuambie anza na majina, tuambie unaitwa nani. Sawa. Haya. Anza majina, tuambie unaitwa nani. Haya, anza majina, tuambie unaitwa nani. Songa nyuma. Kwa majina naitwa Elizabeth Ndumi. Mimi ni mfanyabiashara hapa. Nimefanya kazi hapa miaka 11. Lakini hii tumefanyiwa vibaya. 11 years since when unauzanga nini? Mimi ni mfanyabiashara wa hoteli. Kila kitu imeharibiwa, hata saa hivi nimefungua pale saa hii. Juu chakula tulikuwa tumesokwa tu kuambiwa tunakuja kubomolewa leo. Chakula tulikuwa tumepanga kama ni maharagwe tumepanga kazi ya kesho. Saa hii kutoka walikuja saa 5:40. Kutoka saa 5:40 tuko nje. Hata ukisikia vile naongea nimefungana. Mimi haki kilio chenye nalilia. Watuonyeshe vile tutafanya. Tumeambiwa tunabomolewa mita 10, saa hii imebomolewa mita 30. Ndio mita 30 ilikuwa imepimwa mpaka pale. Lakini tuko na kilio. Mimi naishi hapa kwa hii nyumba, nabomolewa mahali naishi na nabomolewa mahali nakaa. Nasikia huzuni, nasikia mpaka kulia. Nimebomolewa mahali nakaa, nimebomolewa mahali nafanya kazi. Mimi sina mahali pa kwenda. Mimi nilikuwa nafanya kazi hapa chini hapa, hoteli yangu ilikuwa hapa na nyumba ni hapa. Na hizi nyumba tumepewa siku 3. Mpaka nashindwa nianzie wapi. Watu hapa wameharibiwa maisha. Watoto wetu wanafanya kazi hapa. Brother zetu wanafanya kazi hapa. Tumeharibiwa maisha kweli. Hata tunashindwa. Na pale tunapelekwa hatuwezi toshea. Pale So mliambiwa ati mkitoka Isaidi muende ile pande nyingine. Tumeambiwa tuende pande ile nyingine lakini hatuwezi toshea. Hapa kulikuwa na watu wengi. Kulikuwa na watu wengi sana hapa wengi. Ombi lako ni gani kwa serikali? Ni kilio yenye nawalilia tu. Waturudishie soko haraka. Wafanye vile wanaweza fanya. Kama ni watu wache, hata kama tutaweka makaratasi hapa, tufanyie tu kazi, wajenge vile wanakuja wakijenga, wengine wanaingia huko, wengine wanakuja huko. Jumi hata nashindwa nitaanzia wapi, nitaenda wapi. Niko na watoto, mimi ni single mother, sasa nashindwa. Hebu peana namba yako pale kwa sababu maybe kunaweza kuwa na mtu anaweza taka kushikilia ama kusupport. Mwambie wenye watakusupport. Namba yangu ni 0715 15 17 49. Inakuja Elizabeth Alois. Mungu atafungua njia. Yes. Kimina tuambia kitu. Wewe tusalimia. Haya, kwa hiyo huko ndio bakihana mwera. Kabina miaka uko toka ile tu. Muthuri ndiraigua tena miaka 30 guku mwirore. Just imagine kiatoke hali ona hali ugo twire betagwa atia. Yes, mimi naitwa Mtemi. Salimia. Nilikuja hapa 1996. Ndio nikaanza hawkers. Watu wakondishiwa kiwanja 1000. Na wale walinyakua. Hiyo miaka kutoka hapo ilikuwa enzi za utawala wa KANU Moi. Ilikuwa hatulipi ses. Ilikuwa tu Moi anasema ni watu wa jua kali. Wacha tu wause bure. Kaendelea tukakuja Kibaki. Tukakuja Uhuru. Na hii utawala tena. Zote mimi nilikuwa hapa. Someshia watoto hapa. Mimi ni fundi wa kushona viatu. Mambo kama hayo. Mimi nimetoka eneo la Mwingi. Na sina. Sasa nimefanya mahesabu. Enyewe nina mpaka wanjukuu secondary, watoto wengine college bado hawajamaliza. Mambo kama hayo. Sasa ukiangalia kulingana na maisha hiyo sijawahi ona kutoka wakati huo.
So na hii pande tu imebomolewa, ni pande ya viatu peke yake. Pande hii ni ya viatu peke yake. Manake tulianzia kule chini kwa ile bloko kabisa kule. Huku kulikuwa hakuna kitu. Sasa ni pande ya viatu peke yake. Sisemi kama kuna mahali pengine upande wa nguo bado. Sasa hatukuwa tumepewa hata ilani fulani. Hatukuipata hata kidogo. Yeah. Wow, poleni sana. Sasa mtaenda wapi? Naona mnaambiwa timu ile pande nyingine. Mara kule ngambo ile kuna nafasi ni kidogo. Sisi tuko karibu 7,000 pande hii. Tuko wengi. Manake watu kazi anjapata. Sasa huku jua kali ndio mambo pole tu. Mambo kama haya. Yeah. So sasa utaenda wapi? Sasa tunangojea tu kama basi tutavurushwa kabisa. Itabidi tu kushururisha viatu ama kutafuta njia badala. Ndio. Yeah. Na hii pande ndio bado imekuwa ikichomeka. Hii wakati imekuwa ikichomeka. Pande ndio imechomeka mara kadhaa, karibu mara 5 hivi nikiwa hapa. Asubuhi nakuta tu ni moto tupu kabisa. Mambo kama haya. Wow, poleni sana. So utapenda kusema nini tukimalizie pale? Sasa pale vile tunaweza sema kama serikali inaweza tuangazia tu ina awamu, pande itengenezwe, tukakae hapa kidogo. Pande nyingine itaongezwe mita fulani, itengenezwe tena. Si hatukatai development. Ndio. Mambo kama haya. Yeah. Asante sana na poleni sana. Asante. Sawa. Shukrani. Haya. Ugo ni Maundu Makiana, mwirori wa Paxson TV, mwirori wa Kikuyu Star TV, mwirori wa Igweta TV na wikuria gwothe rakoro kirorera ngiko wiku thiini wa TikTok, Facebook nitoko mwikira video yothe kuria thiini wa YouTube ya Paxson TV. Mahogorire kamera oguo moni gukuria gukihana na nginya kuria gogo nirona andu ni hindi maragithi na mbere na gwika kindu gitagwo kuruta indo iria magiakite nacio guku. Koguo uguo niguo maundu magikarite. Niki kirathi na mbere riku. Easy. Gai, Roisa boni gena we. Gai. You know, Sesi Nyambu badijana kwa drama Sesi Nyambu na kuona Eriko na kuona Eunice ndogo. Asante sana Nancy gitaona ndira kuona na nyora mrathi na mbere kurora goko ni gikomba kuria gukirikiria kumwe kwa umuthi na te goko ni gotigia ntoka bude Maundu Makiana ikoni ndiranyitania na ithuĩ tuko twikira video kuria thiini wa YouTube ya Paxson TV na hari uguo rakoro kiona kicanja mandiraigua ni andu marakigeria ringi ni megukiri na andu marakigeria nginya kwa indo ciene koguo riu ni kirakoro kiona magitwarwo ihenya na koguo uguo ni Maundu magikarite koguo na goko ni gwa Paxson TV na gikorwo rutagira biashara goko gikomba twakwira pole sana na asanteni sana. Goko ni Gikomba. Wenye wako TikTok wanauliza hapa ni wapi? Hapa ni Gikomba. Na najua watu wa TikTok hamna sauti. Nitawawekea video pale YouTube ya Paxson TV. Hapa ni Gikomba mahali kumebomolewa. Asanteni sana. Thank you. Mama mboga poleni sana. Patrick wakishinda kuona Neta Chiro. Wanaenda kuona Joy Keremi na kuona sana. Asante sana. Asanteni sana. Uguo niguo Maundu magikarite guku mwena wa Gikomba na ni hindi andu maragithie na mbere na mihango ya gukieheria indo iria magiakite nacio guku kwa ni mbao ta icio rakoro kiona guku guciakite guku na gukieheria indo ciao iria ringi matarakoretwo makieheria na muhuri wa bica gikoni mwena uri ungi tamoni mwena uri ungi mukira uri ungi riu ndiraigua ati maraero mathi mwena uri ungi na no ndirakiona no hakuhi na rui riu gikirigwo ni namna gani no ni tugugieterera tukiigue uria maundu megukorwo maikarite na koguo uguo niguo Maundu Makihana mwirori wa Paxson TV. Uguo ni Gikomba side ya viatu. Uguo ni mwena wa Gikomba mwena wa iratu aiko ni ndiranyitania na ithuĩ Wangui wa Hiting'ang'a ni ndirakorwo ngikuona. Karibu sana uri kuria guothe rakorwo kirorera. This is so painful niguo Wangui Kamau arakorwo akiuga
Peter Sansan, hata wewe nimekuona. Brighton, Indrisa, we are great. Na kuona Brighton hata wewe. Doing good job, thank you very much. Mambo Moturi, asante sana na kuona. Poleni sana. Eva Wajiko kama deni gwara akora kibarera ndo yiko pole sana. Serikali ya mama mbogo cio nigacaja mutugi Shiko Mwaura Shiko riwa ya othe meguthie ko Neta Shiro agaca na kuona Neta Shiro Karanja na kuona poleni sana na Mungu awasaidie na tukakithie na mbere kwira kiria agikoba pole sana ahuri biashara goko guo Niko Mwangi ona wera korwo kirarira na unjira urarorera imwe na uriko na kwanyu ikuhana ati na ndaigua taru he mundu ungi we wa mamore ifanda guku na ni arari na ifanda bado kuria kundu kingi taru isambu riu wa mamore iworo isambu riu ningi guku gikomba na kuningi ni mamorerwo na kuria na ungi munake muhuri wa biashara tutariri haria mukiguaga atira ati ha niho aendagiria akendagia haria kienda agacoka aikaraga haro riu wa mamorerwo gwake na mamorerwo nginya kuria akiendagiria koguo tukakimahe pole sana na Esther Jerry ndakona Moshero Patrick na kuona sana unajituma sana, thank you sana bro. Na shukuru sana. Ni orumo no niguo mundu kiukaine ta Musharo uri arakora kigeta wata Musharo Patrick, asante sana. Kaguthiaga atia niguo Tony arakora kiuria. Poleni sana. Kahora Minja niguo arauga Edward Kahora tuko ndani baba SC onyesha video side zote. Leo tunaona ni video mimi nayo the muri wako kabisa nirakuonia leo ukiikarete gigi ulikuwa jana leo niko Nairobi haki hii Kenya hawana huruma usheta kwa Neta Shiro ndakuona Niko ndakuona sana Mike is Mwas na kuona Sandra Wajiro na kuona sana asante sana Jimmy Kemaniaruga poleni sana watu wa Gikomba unfortunate na koguo ugu niguo maundu magikarite mwirori wa Paxson TV. John Gathaga arauga ati inauma sana Inhuman Aki Cyrus Kapushi na wene ndirakorwo ngikuona na we kuya guthira korwo kirorera muthenya wa muthe mwirori wa Paxson TV tugo koguo niguo gutigirira ni twako update maundu ria makihana tuned from Teresita Wellness Clinics Membre usitako Innocent arauga Teresita Wellness Clinic Membre geitheka muno poleni sana watu wa Gikomba Dennis Chege Anne Kago arauga gutire mundu terabe this so sad Savana Young niko ndani nikiwa Buruburu Savana poleni sana Savana Young. You do a very good job asante sana baba LC. Francis Maina Mwagi unaenda korogi kwa naruga Paxson nilikuwa huko nilikutafuta sikukuona by 5 am. Nilikuwa nimekujia stock kutoka Juja nimerudi hiyo. Francis Maina Mwagi nyuma hali hado kigenesa gitoreni kitano katenehe hado twaranagiria na ndagitari na njoo ni arero ndagitari wa Better Health Clinic ni ho nyuma. Na riu tondu ndingithiaga umuthi rucini riu nikitana hata kuroga Gikomba rucini rwatena nikio ndagwa no nginya ona watha ici uguo no nginya nguka niguo ndigire ndakwa base kinyozi kicutting keno ni ndakwa nauga hai pardon sasa Nick Deno atarugata niko kutoka Eldoret very sad asante sana ukiwa Eldoret on those and we are say on whose hands are we save anaitwa Kito Florence Madhenge wa God have mercy petit son shida ni hakuna inauma sana ipo siku Bernard Joroge kinyozi kicutting na kuona sana guthiaga atia ma Jimmy Kimani de Juja ni mbaya sana Francis Maina ni gwara kotuga nyothe murathi na mbere gusoma message cia nyundi ndakoro ngiciona kugo thiini wa TikTok na thiini wa Facebook Gulf in Joy Keremi ako Gulf unajituma sana bro ulikuwa Gilo yani nilikuwa Gilo jana waka hope arauga sisi sasa kama watu wa mulima tutafinyo mpaka lini Mokoroine Kagurwe were represented Alex Karaoke ndakuona now this is too much Anthony Mwaura asante sana this time round so ugu niguo maundu makihana mwirori wa Paxson TV na tugo koguo niguo gutigera ni twako update maundu ria makihana koguo niguo ndakorwo ngirenga live no ndetigere ni ndamwikira video kule thiini wa YouTube ya Paxson TV na ni ngatho ni kwiriragira Paxson TV mahindi ni njitagwo Dansus na ngirutagira guku wira guku Gikomba na guku ngikarite miaka 4 riu ni tukimomoreirwo utuko wa gukio muthi ndutaga wira wa kibe ni guku ndutaga wira wa guthiruruka ngiendagia indo itiganite kuri andu aya mamomoreirwo guku
na nikuo ngionaga mutu wakwa riu umuthi tukimomoreirwo na gitumi kiria ndiraigua gitumite kumomorwo ri muno ndiraigua ni rũĩ rũrũ rwĩ haha na ndarora nie ngona ngarũĩ ti taruo rũratũma kumomorwo tondu guku kumomoretwo ni magukire hakuhĩ rũĩ-inĩ no ningĩ kũrĩ andũ marathamĩrio ri ni gũkuhĩ na rũĩ makĩria riu ũndũ ũcio gatutukania tondu ngirora haria mũrĩmo ũrĩa andũ marerwo mathamĩre ni hohoru muno na niho andũ me rũĩ-inĩ muno riu tukona hau hatirĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kumomora gũkũ ni haroneka hena ũndũ mũhithanie ũrĩa tutaramenya nĩ ũrĩkũ. Yes, riu hau no twende kumenya hihi niki kirathi na mbere. Mimi ninaitwa Isabel Gethenji, hapa kwa soko wananiita Wangeshi, na hapa ni mtaa wa Gikomba Market ambayo imebomolewa usiku wa kuamka leo asubuhi. Kitu ya kwanza tuseme hii soko imesaidia watu wengi sana kutoka zamani na kuendelea pia mbele. Mimi niseme kitu ya kwanza ya kwamba hii soko ndio imenisomesha, mimi ni wakili, hii ndio imenilea, imenisomesha, na pia mimi mwenyewe nikarudi hapa nikakuja kukua trader, na ambaye nimefanya hapa Gikomba mpaka year 2021 ambayo baba aliniita tuende tukaunde Azimio. Kwa hivyo hii soko ni soko ambayo imebeba kila mtu, watu wa aina zote, tabaka zote, kabila zote, dini zote. Hii soko haina ubaguzi wa aina yote. Kila mtu anaingia hapa apate tu riziki yake na atoke. Leo hii wamekuja wametubomolea, lakini kidogo niwapatie kitu ambayo imekuwa ikitendeka kutoka nyuma. Wakatuambia ya kwamba kuna hii mambo ya River Commission ambayo inafaa watu watoke kwa ile riparian land. Lakini ile kitu inatusumbua akili sana ni ya kwamba riparian land inaonekana ni kama inaanzia hapa Gikomba, kwa sababu hii mto ni kama inafaa kukua imeanzia Nairobi River, inaanzia na huko Ngong ikiteremka mpaka ikienda huko mpaka inafika huko Ukambani. Kwa hivyo itakuwaje ya kwamba riparian inaanziwa hapa Gikomba? Tungekuwa tumeona imesongeshwa kutoka Ngong, imekuja huko Lavington, imekuja Riverside, imefika Girogon, ndio ikuje tufikie, tungeona kuna usawa. Lakini haiwezi kuwa ati ya kwamba mto inaanzia hapa Gikomba. Hiyo kitu tunasikia uchungu sana. Kitu kingine tuko na shida nayo ni ya kwamba wakati walituambia hii soko tunafaa tusonge, walisema 30 meters. Na unajua mto inahesabiwa kutoka katikati ya mto, mnaambiwa 30 meters kusonga hivi. Ikawa hii kikundi bado ikaenda State House na wakaweza kujitetea mbele ya Mheshimiwa Rais Ruto, na wakasema tunaomba ya kwamba sababu hapa hakuna watu wakaaji na hii soko ni ndogo sana, tumefanya kusongeana, aangalie a review, na akasema hata hiyo 30 meters ni negotiable. Kwa hivyo tulitoka pale tukijua inaweza hata kuja hata 15 meters. Na niwaambie eneo hili la Kachonga ambayo niko tu hapa karibu na sisi, wamesongeshwa hiyo 15 meters. Lakini hapa Gikomba imepigwa 60 meters. Hapo tuna swali kubwa sana, sababu hata kwingine kote watu wamesongeshwa, mwisho wamesongeshwa ni 30 meters. Imekuwaje hapa mpaka mahali tuko mbali sana na mto imekuwa imefika hiyo 60 over 60 meters? Tunaona pale hakuna usawia, tuko na huzuni sana. Pili, tuseme hii soko iko na watu wa aina zote. Inaanzia mambo inaitwa importer, sababu hii soko ya Gikomba inauza mtumba na mtumba inatoka ng'ambo ndio inakuja hapa. Kwa hivyo kunao wale wanabiashara ambao wanaleta hii mzigo kutoka ng'ambo, hawajahusishwa. Ukiangalia zile, ningependa kidogo mfungue hivi njia waweze kuona zile majengo ziko pale, ni za wale watu wananchi wanauza reja pale chini. Lakini mtu ambaye ni importer, ambaye analeta mzigo na container, pale ametengewa sehemu gani ya kuuza? Wengine pia wako pale ni wholesalers ambao nao wanaenda wakiachilia kidogo kidogo. Wale wanahitajingi go down, na hao ambao wamesimama nyuma yangu ni baadhi ya wale watu walikuwa na go down hapa. Na hapa hakuna mtu alikuja kajigawia go down. Kwa sababu unajua Nairobi huwezi chukua tu mahali ukaanza kujijengea na kujigawia. Hii mahali City Council imekuwa ikijua tuko hapa, hao ndio wametukubalia mahali ya kukua tunafanya hizi go down na mabiashara. Wamekuwa watu wanalipa hapa trading license. Kwa hivyo hawezi amka asubuhi moja wakasema hawajui hawa wanabiashara. Kwa hivyo biashara iko na sehemu mingi. Iko na hao wenye ni retailers. Lakini retailer bila supplier, hiyo soko inakaa namna gani?
gani? Retailer bila distributor, hiyo soko inakaa namna gani? Vijana wetu pia pale wanafanya kazi ya kufanya nini? Kuendesha, kama ni mikokoteni, wengine wanakula kibega. Mtu ameanzia hapa kukula kibega, anabebea watu mzigo, alikuja akiwa kijana, sasa anaitwa guka akiwa hapa na anajitegemea mwenyewe. Hao watu wote wanatakikana waende mahali gani? Sisi tunaomba ombi letu kwa serikali ni kwamba ndio tunajua ya kwamba kumekuwa na mambo ya river ya watu kuondokea ile riparian. Hiyo hatuna shida nayo hata kidogo. Lakini tunaweza taka kusema watu angalie kwa macho ya huruma kama wazazi pia, kwa sababu ile hapa soko hakuna watu ati wanalala pale karibu na mto. Hakuna mtu amejenga boma yake karibu na mto. Kwa hivyo tangu kumekuwa floods, na si hizi floods, hata miaka zingine kumekuwa na floods. Gikomba kuna mtu ameshaibebwa na mto? Hapa hakuna mtu ashaibebwa na mto, sababu sisi tunafanya biashara tukiondokea. Kwa hivyo tungependa tu kuomba serikali, hapa tuko watu wengi zaidi, idadi ya watu ambao wako hapa ni wengi zaidi, pale hatuwezi toshea. Ile ni Kamkunji Grounds, ile mnajuanga the famous Kamkunji Grounds ambayo tunasherekeanga second, ndio ile iko pale tunaiangalianga kila asubuhi, na huko ndio watu wamehamishiwa wakauzie. Shida yetu ni ya kwamba hawatatoshea watu wote, wengine pia wanahitajika wakuwe pande hii. Na ukiangalia ile distance pia, ningependa hiyo kamera iangazie tafadhali, mfungue kidogo njia. Mkiangalia songa tena ile, sijui kama mnaona ile distance ambao wale wamekubaliwa kujenga wapi. Sasa ukiangalia hizo mbao pia ni mpya ambazo wamekubaliwa wajenge, hata step moja hivi kutoka kwa mto hawajatoka, ni mita zimepunguka 10, na hapo ndio wanahamishiwa. Itakuwaje upande wa mto 10 inakubalika, upande huu mwingine wa mto 50 60 ndio inakubalika? Unaona pale hakuna usawa. Kwa hivyo tungependa sana kusema tutofautishe mambo ya mto riparian ambayo hakuna mtu ako na pingamizi nayo, na mambo ya soko. Kama ni mambo ya kusongesha wananchi sababu ya soko, lazima wakuwe wameonyeshwa soko mbadala, mahali wataamkia riziki yao. Hauwezi kuwa umekuja tu umebomolea watu leo, huu mzee atapeleka nini nyumbani? Ingekuwa mzuri kama kungekuwa na nafasi wameonyeshwa soko mbadala ambao wataanzia kesho kabla soko hii nyingine ijengwe, na wahusishe wahusikadau wote. Traders wale wa retail ni only one of the stakeholders. Importers ni very important part of the market. Wholesalers ni watu very important part of the market. Hata vijana wetu beba pia ni very important part of the market. Na kuna wale anatulisha huku wanatupikia. Kwa hivyo kila mtu ako na nafasi yake kwa hii soko. Hii soko ni kubwa kuliko wale wachache ambao wamejengewa pale. Ndio ombi letu kwa serikali. Tafadhali mtusikize, mtuangalie kwa macho ya huruma, na mtukubalie tu tusonge zile mita zilikuwa tumeomba 15, na kutoka hapo mtuachie tuweze kuendelea na biashara zetu. Nashukuru sana. Asante sana. Okay, kwa majina naitwa Vincent Omondi. Mimi ni mfanyabiashara hapa Gikomba, lakini mimi nitazungumza machache tofauti na sitaki urudia mwenzangu ile amezungumza. Sisi katika hii miradi ya serikali tumeona wenzetu wale wanajiita viongozi huku chini walikuja wakaigeuza ni biashara kwao. Sababu ya mimi kusema ili walikuja wakaibadilisha ni biashara kwao, kule ng'ambo unaona wanapeleka watu, walisema watu wanaenda pale na shilingi 5,500. Kitu serikali haikuwa imetuambia, ilituambia inatujengea tuende tufanye kazi pia pale, wakimaliza kujenga huku nyumba turudi upande yetu. Lakini sasa wale walikuja wakaingilia kwa hiyo biashara, serikali pia ni kama iliwawachia, sababu wanachukua pesa mpaka wamefungulia account mahali watu wanaweka hiyo pesa. Na pia ningependa niwaonyeshe hii account vile watu wanaweka pesa kwa hizo account. Juzi ilikuwa shilingi 5,000, leo ni shilingi 7,000. Kwa mfano leo ni 7,000 na 8,000 pia iko. Hii iko hapa ni shilingi 7,000. Account ya CFC ndio watu wanaweka Stanbic. Nisome hiyo namba. Namba ya account ile mtu anaweka pesa ni 010017956625. Hiyo ni ya shilingi 7,000. Account hiyo jina hawajaandika, lakini ikifuatiliwa signatories watapatikana hapo. Hiyo ni leo sasa. Saa hizi tunavyozungumza ni shilingi 8,000 watu wanaingia nayo kule. Juzi ilianza na shilingi 5,000. Na kwa sababu ya hiyo juzi walilazimisha watu waende kule, wakati serikali ilisema itachukua 15 meters hapa. Tukasema pana, sisi tumengoja serikali ichukue 15 meters, tutajisaidia na nafasi imebaki.
Kwa sababu ya hiyo walienda wakakorogana na wale walikuja kusimamia ubomoaji. Sasa wakapita 15 wakabomoa soko yote, ili ndio tuende kule na lazima. Sasa ndio tunashindwa. Kenya ni sisi sote, miradi ni yetu yote, Kenya tunaipenda wote, tunataka tujenge Kenya wote kwa pamoja. Lakini sasa wengine, sasa kama wachache wanachukua nafasi na wanachukua nafasi ile rais amezungumza vizuri inaeleweka. Wanarudi tena wanalazimisha mambo mengine, wanakoroga ndani, inakuwa ni biashara kwao. Na hii mambo inafanyika hata administration ya hapa inajua na haijawahi kuchukua hatua. Na watu wanatoa pesa wakienda kule ng'ambo. Hiyo ndio mimi ningezungumzia. Vijana na monthly huko wanataka kila mtu alipe shilingi 3,000 kila mwezi huko ng'ambo. So sasa tunashindwa. Tuliambiwa ni kutoka mtoni. Sasa hapa kutoka hapa na wale. Sasa nina watu gani wametoka mtoni? Mahali tumepelekwa huko na hapa. Sasa tunashindwa Kenya kuelewa ni nini inaendelea kwa hii mradi. So sisi tunaomba tu rais aingilie. Watu wengi wameumia kwa ajili ya watu wadogo kujinufaisha. Hiyo ndio mimi ningeomba. Leo hii ukiangalia vijana hapa wengi, vijana wengi hapa mataji yao ile wanapataga hapa kila siku. Hakuna mtu ataenda na chochote nyumbani. Which means mtu akisikia njaa leo aisikie njaa kesho kuto utasikia mama ameanza kupoteza kibeti sababu amefungiwa mahali anafanyaga kazi yake kila siku. Mimi ningeomba serikali iangalie hiyo maneno, ipime nafasi yao, wachukue wafanye kazi yao, na sisi tuendelee na kazi yetu, tujenge taifa kwa pamoja. Asante. Mkienda ile pale mtatosha nyinyi wote. Hatuwezi toshea. Wacha nikuzungumzie. Hapa wale wanafanya biashara ng'ambo hii ni watu zaidi ya watu zaidi ya 5,000. Na zile viwanja pale ni viwanja 2,000. Sasa watu watasaidika vipi? Hatuwezi toshea pale. Na pale kama itabaki kazi ni hivyo, ni kwa ule amefika kwanza anataka kufanya kazi. Na utafika ufanye kazi aje na ule alikuwa jana amelipia hiyo kiwanja. So ninaona ni mgogoro, serikali inatuacha nayo, tutaanza kupigana sisi wenyewe kwenye. Iingilie maneno kabla iende zaidi, isiharibike zaidi. Asante. Acha tusanimiwe na mwingine hapa. One time. Sawa sawa. Naweza ongea. Mnaogopa nini bwana? Habari zenyu wa Kenya. Sisi kama watu wa soko tumekasirika sana na Kasongo. Tuliambiwa watu watatolewa kwa mto, na vile tunaona hapa ni mchezo na biashara ya watu wanafanya. Na sisi tumekasirika sana kwa sababu ukienda ile side soko zimetengenezwa karibu na mto. Huku tumebomolewa, tumeambiwa tunatolewa kwa mto. Sasa tofauti iko wapi? Si ni kucheza na akili ya wananchi. Na sisi tunasema 2027 tumejipanga na hatuogopi. Watu wote wanafanya hii soko, serikali haiwafikiri. Na hii serikali si ya kuomba, hii ni serikali ya kudhulumu wananchi. Na sisi tutajipanga kama vijana na hatuogopi, na ni one time. Na Kasongo, wacha tukuambie, sisi kama viongozi wa kesho, na tunaanza uongozi sasa. Vijana wote wanafanya kazi hapa. Mnataka warudi kwa uwanja waanze kuibia watu muwaue. Na hiyo sisi tumekataa. Tunajua hii serikali vile mko. Na sisi tumekasirika sana na hatuombi mtubomolee, mkose kutubomolea, ni one time. Fanyeni vile mnataka, lakini 2027 tuko na nyenye imara. Na MP wa hapa, MP na MCA msikuja kuomba watu kura, kwa sababu mlichaguliwa na watu muwakilisha wananchi na mjeweza kuwakilisha wananchi. Nyenye mnawakilisha chama. Shughuli zote ni one time. Mimi naitwa Paul Ng'ang'a Maina, nasimama kiti ya MCA mlango kubwa. Na tuko DCP. Nauliza wananchi wa soko kusema tu ukweli. Bila tuko hapa sisi wote. Hii soko familia ngapi inategemea? Ni familia ngapi inategemea hii soko? Kutoka kwa nyumba mpaka kwa soko. Leo hii ni familia ngapi italala njaa? Leo hii ni familia ngapi itafungua nyumba? Leo ni mwisho wa mwezi, inafaa tulipe nyumba. Saa hii watoto kwa nyumbani wanafaa kukula, wanafaa kurudi shule na pesa ya school fees. Tuwatoa wapi? Sababu hii ndio
uchumi wetu tunafanya nini? Tunachukuaga. Na alipoingia alisemaje? Atajali wenye mama walio chini, ile watu walio chini. Ndiye alisema. Na saa hii familia iliyo chini ndiye anazidi kukanyaga kabisa. Na alipoingia hii mkono yetu hii, aliingiza huyu baba. Iko mkono. Aliatikwa na nani? Yakaiko hiyo kiti. Ni wakina nani walimwandika kazi? Ni sisi. Na leo hii sisi wenye kumwandika kazi ndio anatudhulumu kabisa. Kwa nini anatudhulumu? Wewe unauzanga nini? Umekaa hapa for how long? Hii soko kama bado hata itajengwa, tulikuwa na kiwanja hapa. Ilikuwa kama msituni kusema kweli. Hapa ilikuwa shamba za watu wakilima. Hata mimi nakumbuka kuna mama mmoja Mkikuyu alikuwa analima mboga hapa. Ndio nilipokuja akaniambia msanangu lima mboga. Sasa ilipoanza kujengwa ilikuwa inaitwa kama pasi zamani. Ilikuwa tu pasi peke yake, haiko na viatu. Sasa ndio maendeleo jabila nchi inazidi, watu wanazidi kufanya nini? Kuendelea. Ndio tukaanza kupata viwanja zetu hapa. Unaona? Sasa anajificha alikuwa mwokofu. Wokofu yake iko wapi? Mimi ni mwananchi wa Kenya mzalendo mwenye uchungu ndani ya roho yake. Jina? Huyu jamaa ametukosea sana. Kitu ya kwanza, sisi tumeamuka huku, tunakuja job, tunapata iko chini. Viatu zetu huku zimebomolewa, zimepotea, zimeibiwa usiku. Hakuna kitu tumepata. Tukifika hapa hatukuwa tumeambiwa kama anabomoa kila pahali. Alisema ni kwa mto huko chini. Tukifika tumepata yote iko chini. Viatu zetu zote, mabili zote zimeibiwa. Sasa atuambie sisi tutaenda wapi? Tuko wengi. Kwanza mimi kitu ya kwanza mimi amenimaliza huyu. Juu mimi nimekufiwa last year. Mimi ni mjane. Kasongo sasa ama anioe. Mimi najua ataniona. Mimi sina maisha ingine. Mimi amenimaliza kabisa. Hivyo. Sasa hapo mali nasikia watu mnaenda ile pande nyingine. Ile ni watu wanajichocha. Huko si kwetu. Kule hatuendi. Kule ni watu wameweka viwanja na hizo viwanja si za kukondisha. Hapo si kwa viwanja, hapo si pa kuuzia viatu. Ile ni ndogo pia, ni ndogo. Na nimesikia ati mnalipa bado. Kule si ati tunalipa, tumenyang'anywa. Watu wamewekelea 8,000 na si ati tutauzia hapo, si ati watauzia hapo. Sisi tunatoshea hapa. Huko hatufanyi nini? Hatutoshei. Nyinyi mnataka kwenda ama hamtaki? Nyinyi mnaleleanga watoto wenu hapa ama mnaleleanga pale? Mmezoea hapa ama mmezoea huko? Hiyo Singapore mnasikia mnataka kwenda? Alafu sasa mimi naitwa Nzaso Mutwike ama Cindy yule mrembo. Ama ni sawa, asante sana. Thank you. Thank you. Mtumishi Mutinga. Iliomboka mabu hii. Uko na uchungu sana. Watu iko mode kijaego. Kijande wako mode. Jambo. Kwa kabisa. Nakona kijana hiyo daiganira. Thank you. Kabisa. Ni moni kumonia. Mbona? Basi amono. Kandi. Watu wekwe kandi. Kandi ama kandi. Nisiko. Ne. Kila stadi wote kwa hivyo. Stadi. Inaharibika, inaanza nini? Sura venye yani unaona niko na ingine sasa niliaka hivyo ikanini kabisa haichukui kitu. Yaani haishiki hata.
Haru. Rapio. Poa sana kabisa. Nandi la muno. Akili siapa ni kasi korio gua. Mambo. Dia akili siapa ni koria. Poleni sana. Jambo. Jambo. Gani ni kola ile yako yake na Nairobi. Nakuja tokio ka. Endi. Sawa. Let's go. Hawa wanyonge wako hapa. Hawa wanyonge wanaamka asubuhi mapema ili wapate kodi ya nyumba. Wanauza viatu ili wapate karo ya shule. Wanauza viatu ili wapate chakula. Wakirudi jioni hawana chochote. Lakini serikali inazidi kudharau wananchi. Tunapea onyo serikali kuu ya kwamba watu wa Gikomba watatoka hapa. Kodi yenyewe imeruhusu watu wa Gikomba kukaa hapa. Koti imewaruhusu kukaa hapa. Na mimi nataka nirudi kotini. Nataka mnisikize. Nataka nirudi kotini. Hakikishe mtu yeyote ambaye alinyang'anywa, yote ambaye amebomolewa, yote ambaye amepigwa apewe compensation. Nataka nihakikishe nirudi kotini. Mtu yote ambaye alibomolewa, mtu yote ambaye amenyanyaswa apewe compensation na koti. Mimi nasimama na nyinyi. Naende kuambia viongozi wengine pia warudi hapa. Sisi kama viongozi hatutakaa tukiona wananchi ananyanyaswa. Tuko na nyinyi pamoja. Harambee! 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 Harambee!
To the world and Kenya, especially Nairobi, me youth from Eldoret. Sasa serikali iache ujinga. Kama watoto wenyewe, sisi mimi nikizaliwa 2002, mtoto ungemtuma hata sigara. Sasa mtoto chief, wakati wangu nikizaliwa mtoto angerandaranda. Sasa mtoto analala kwa street. Serikali haisaidii hata mtoto. Sasa sisi watu wazima ni kutuua itatua. Sisi na majenzi, sisi age ni kutuua itatua. Mimi kitu spendi ni vile serikali iesaidia hata mtoto mdogo kama huyu anakaa mchafu kwa street, ajue pa kwenda pa kutoka. Kitu ingine, watu wa Nairobi especially wa Kenya hawana maplots. Watu wa kurenda ona vile wakivunjiwa hapa si makwao. Sisi wa Kenya tunapitia shida na umoja ni nguvu. Alafu kitu moja, sisi wote ni binadamu, tutakufa, but hakuna vile tutakula hapa shida hapa duniani. Hata kama Mungu alisema tutakula shida, Kasongo ajue hivi, pesa mfukoni ama one time. Wao wana celebrate, sisi tunaumia. Haya, kitu moja ni hivi, ama jenzi wote siku hizi wanakula jaba na wanavuta sigara. Msiogope serikali. Kasongo atusaidii. Hizo machuma ziko kwa jeshi na magari hizo mnaweza tupea. Unaona vile tunahangaika huku jia shida na pesa. Sasa mjue hivi, si Kasongo peke yake, wanasuasa yoyote wasiposaidia hii nchi na vijana watu wang'are wako smart wavae nguo za duka. One time. Serikali kila mwaka ihakikishe inasaidia mayouth 200. Hama ritwa makwa njitagwo Sera Wangari na niĩ ndĩ mũgũri wa iratũ gũkũ Gĩkomba. Gũkũ nĩkuo tũkaga tũkaruta ũboco witũ, gũkũ nĩkuo tũkaga tũgeethera kĩrĩa tũkũhota kũrera ciana nakĩo. Rĩu ona nĩ kũmaka tũramaka mũno nĩ tondũ nginya kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ mũici okaga ũtukũ akaiya agathũkia na koraga. Tũkarigwo atĩrĩrĩ, thirikari ĩno na twathiaga tũkauga atĩ tuokĩra tene tũthure Ruto nĩ atũnina, aratunina, tukarigwo ngina tũgũthiĩ kũ tondũ wa rĩrĩ. Ta rĩu ciana nĩ ciahinga thukuru, nĩ twetereire school fees, tũmĩrutaga gũkũ tũkũrora kũ. Kĩũria gitũ tũkoria atĩrĩ, ta rĩu tũrerwo tũthiĩ Singapore, ithuĩ tũthiĩ Singapore tũrĩ a Kenya. Singapore ĩno yake rĩ ĩgũkua andũ igana, tondũ ũngĩrora rĩ tũrakĩirwo thĩ na gũgakwo igũrũ. Koguo tũrarĩ andũ aingĩ mũno. Koguo gũkũ aratwĩra tũthiĩ rĩ nĩ tũrarigwo tũrathiĩ kũ. Ũndũ wa kerĩ, tũrona agĩthiũrũrũka bũrũri ng'ima akauga andũ marĩ kahora, nĩ marathuria mũno. Ithuĩ nĩ atũninĩra kũrĩa tũthuragia, tũrĩthuragia kĩ? Arenda tũthiĩ kũ? Na kĩndũ kĩngĩ gũtirarĩ na notithi, tondũ tũrerĩtwo atĩrĩrĩ kũrakorwo na schemes, makambĩrĩria kũndũ gwĩtagwo garage. Na rĩko nĩ marakire garage macoke manyite andũ arĩa me haha mamatware kũu. Gũkũ kũngĩ kũmomorwo. Rĩu ũtukũ rĩrĩa nginya indo citũ rĩrĩa andũ maingĩria mĩrigo rĩ nĩguo kũrokwo. Tũrĩ aũ? Wanjikũ rĩ tũrĩ aũ? Kĩu nĩkĩo tũrenda tũcokerie. Na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, agĩũka rĩ okaga akauga atĩrĩrĩ, mama mboga ndiye anatolewa pale juu apelekwe pale, atolewe chini apelekwe pale juu. Sasa ametoa juu, tumewekwa chini. Sisi si watu wa kubeg. Sisi wamama tunajitumanga. Si lazima tukae chini tugojee wa wazee wetu watuletee. Si ni watu wa kujituma. Mimi nasugukanga huku na gunia kila mahali. Na sijai kosa kukuja siku hata moja. Saa hii tumekosa kukuja kwa sababu ya Ruto. Na saa hii tunasema hivyo, tuliamuka mapema. Tunaamuka tukisema wacha. Tunasema wacha. Gĩkombani niĩ hamarĩtwo makwa njĩtagwo Gladys Kimani. Na rĩu haha rĩ tũtirahetwo kinya notithi ya gũthama, tũkũhũragĩrwo tukũ thaa 5 tũkerwo Gĩkomba gwĩ thĩ. Twarigwo atĩrĩrĩ, tũngĩrehetwo narĩ notithi rĩ nĩ tũngĩreherete indo citũ. Rĩu tũtirĩ gwa gũthiĩ, tũtirĩ tũramona gũkũ, na nĩguo twokĩrĩte tene tũmathure. Rĩu ithuĩ twĩna kĩeha nĩ ũndũ wa macio mothe. Gũkũ nĩguo twethagĩra cio mũthenya. Sasa poleni sana. Kama na huyo ndio he marĩtwa njĩtagwo Veronica Njerũ. No nĩ ũndũ ũrĩa watũmakia mũno tondũ kwaria Gĩkomba gĩkuĩte makĩria ma andũ milioni 10. Na tũngiuga andũ a Gĩkomba nĩ twarũgama na tũuga nĩ one time. Ruto akorwo o ũguo. Family ta cia andũ milioni 10 ũmũthĩ matirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa. Tũirũkaga na mbeca iria tũrarĩa mũthenya ũcio. Ira ndairũkĩra na ciringi 300 nĩ marakĩrĩirwo gwakwa marathira. Ũmũthĩ arenda thiĩ ngarĩe kũ? Rũciũ ngarĩa kũ?
Ruto haria atukinyithitie thaa ici na niguo twaguthurire na gitio na wendo muingi o Ngai uria wonaga matu-ini aroturihiria tondu tutingihota kwirihiria twakuhutigira Ngai na twakuhoera Ngai na ni twauga ni one term wage kana wage gwaka one term. Na mimi nauliza nikiuliza na roho safi, Ruto ulisema kwamba watu wataishi kwa amani na upendo. Huo upendo uko wapi ambao kila siku unaimba unakwenda kanisani kuabudu Mungu? Ni Mungu gani huyo unamwabudu kwamba hauonei binadamu wa kawaida huruma? Na wewe ambaye saa zote unashinda kanisani, ina maana umejifunika na hijabu ya Mwenyezi Mungu na hali unaua watu wengine, kwa sababu hii ni kuwaua hawa ambao wanafanya kazi hapa Gikomba. Mtu ametoka mbali anakuja kutafuta riziki yake ya halali, hamuibi mtu yoyote. Amekuja hapa ni karibu na mto, anafanya kazi yake, anapata shilingi yake 300, anaenda analipa rent yake, mtoto wake anakula, mtoto wake anasoma. Wewe ni binadamu ama wewe ni mnyama? Hata ule mnyama wa msituni ako na imani. Unaona kama simba inasaidia binadamu? Wewe ni binadamu wa aina gani na wewe ni wa wapi? One time Ruto, na Mungu atakuona. Mungu ndio kazi tumekuacha kwa mkono ya Mungu. Kama vile unaenda kanisani kujificha na Mungu, na huyo Mungu vile unajificha na Mungu, na huyo Mungu ndio atakutoa. Huyo Mungu wewe unajificha kwake, ndio huyo Mungu atakutoa. Na ujua kiongozi mwema ni yule anaangalia watu wake, lakini wewe sio kiongozi. Tulikuchagua na roho moja na tutakuangusha na roho moja.